Baada ya story kuwa nyingi kuhusiana na nyumba ambayo alipata kuiposti mwanamuziki Lavalava ambaye alikuwa ni member wa zamani kwenye lebo ya muziki ya Wasafi chini ya Diamond Platnumz. Sasa baada pia Mwijaku kupiga makelele mtandaoni akidai kuwa Lavalava na fake maisha, hasa nyumba aliyoonesha sio yake, na kama yake aonyeshe video kipindi nyumba hiyo inajengwa. Sasa bwana Lavalava akaona isiwe kesi bwana mkubwa. Lavalava akaibuka na kuchapisha video ikiwa inaonyesha maandalizi ya mjengo huo na kuandika ujumbe huu hapa, na mimi niko hapa kuweza kusoma ili upate kusikia kitu ambacho Lavalava ameweza kuzungumza, ndio usikie kwamba ukimchokoza nyuki bwana utatoka na manundu. Lavalava ameandika ujumbe huu hapa: haya, mwiteni yule Jakuboi kichwa mviringo alosema anataka aone msingi wa nyumba ya kichogo yule. Watu tunajichanga, tunapambana mjini, hatujaja kuhesabu magari. Msikatishe watu tamaa, vitu vinawezekana na sio kila mtu anapenda asifa kama wao. Kila kitu lazima uoneshe wengine hatujaelewa ama hatujalelewa hivyo. Tangu mwaka 2022 mwishoni nimeanza zangu kupambania hiki kibanda na bado nasikia kuna minongono kama sio ya mama yake. Haya, hebu sikiliza hizo clip nimeanza kuweka nia lini na kusema mama kila clip. Jamani, kila mtu ashinde mechi zake. Alipata kuandika hivyo Lavalava, na siku chache nyuma Lavalava ni kweli aliposti nyumba yake ikiwa imekamilika, gorofa zuri kabisa, na kusema kwamba ni zawadi kwa ajili ya mama yake, na Mwijaku akaja kuzungumza story kama hizo kwamba ile nyumba sio Lavalava na Lavalava apunguze kufeki maisha. Itafika hatua atapata tatizo, atakosa mtu wa kumsaidia, watu wakiamini kwamba anahitaji msaada lakini pia akawa na pesa. Kwa hivyo Lavalava naye kaamua kumjibu Mwijaku kiutuzima, japo ni brother, lakini kajibu kwa ushahidi na kusema kwamba tayari video ipo kipindi ambacho anaanza kuweka msingi na mpaka nyumba hiyo kamilika mwaka 2022. Kwa hivyo mpaka hivi sasa ukipiga hesabu ni miaka 4 au 5 kasoro hivi, na ndio maana nyumba yake imekamilika. Sasa una maoni gani juu ya bato hili? Na hivi karibuni Mwijaku naye pia aliachia gorofa lake jingine la mabilioni na watu wakamsakama na kuzungumza vitu vingi sana gorofa la Mwijaku, ikiwa ni baada ya Lavalava kuachia nyumba yake, lakini pia Harmonize kuachia nyumba yake na Mwijaku akaja kuachia gorofa lake likionekana hivyo. Komenti yako ni gani kuhusiana na battle la Lavalava na Mwijaku? Drop komenti yako hapo, tatisha kinyamwezi zaidi. Mimi hapa ni Sam Baby, till next time, bye bye.